Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 20 siku ya Jumatatu. Mada inasema kushughulikia kashfa. Kushughulika na masuala ya ngono daima ni jambo gumu. Ilikuwa vigumu kwa Paulo na ni vigumu kwetu pia. Katika hali hizi ni lazima tuwe waaminifu kwa maandiko na kushughulikia suala hilo kwa maombi na upendo. Hatupaswi kusahau kwamba lengo letu ni urejeshaji. Soma tena Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5 aya kwanza hadi 13. Paulo anawaambia washughulike vipi na hali hii. Paulo anaweka wazi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kwamba kashfa za ngono zinahitaji nidhamu ya kanisa. Anasema kwamba mtu mwenye kujamiana kwa maharimu aondolewe. Sura ile ya 5 ya pili, ahukumiwe. Sura ya 5 aya 3, akabidhiwe kwa Shetani. Sura ya 5 aya 5 na kuondolewa. Sura ya 5 ya 13. Washiriki wa kanisa waliambiwa wasichangamane naye. Sura ile ya 5 ya 9 na 11. Wala mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Aya ya 11 katika sura ya 5. Paulo anatumia lugha kali inayoweza kusikika kama yenye kuchukiza au mbaya masikioni mwa watu wa kisasa, lakini maneno yake lazima yaeleweke katika muktadha wake wa kihistoria. Pia mtu ni lazima akumbuke kwamba anashughulika na mtindo wa maisha ya dhambi ya wazi. Kwa kawaida, katika hali isiyo ya kawaida, lugha kali ni ya lazima. Kwa vyovyote vile, maelezo mafupi ya baadhi ya virai yatatusaidia ili kwamba aondolewe miongoni mwenu. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya pili, pia sura ya 5 ya 13. Hii inarejelea marudi ya kanisa. Kumtolea Shetani, sura ile ya 5 aya ya 5, kwa sababu mtu huyo hakuchagua kuwa chini ya ulinzi wa Mungu kwa kuishi kwa kumtii, angekuwa katika hatari ya kudhuriwa na Shetani. Kwa hivyo kirai hiki kinaweza kumaanisha tu kitu kama acha avune matunda ya uamuzi wake. Msichangamane, sura ya 5 ya 9 na 11. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye, aya 11. Kushirikiana kwa ukaribu na waasherati ulichukuliwa kama ni hatari kwa sababu wangeweza kushawishi wengine kuiga mwenendo wao. Katika nyakati za kale, kushiriki na mtu chakula kungeweza kumaanisha kushiriki maadili pia. Sisi sote tunaweza kuathiriwa kirahisi na mivuto iliyo karibu nasi, na tunahitaji kujilinda zaidi kadiri tuwezavyo, hasa katika kushughulika na jambo kama hili. Ili na roho yake iokolewe, sura ya 5 aya ya 5. Marudi ya kanisa yanalenga katika kumrejesha mtu. Yanakusudia kuwarudisha wenye dhambi kwenye fahamu zao na kuwafanya waache maisha yao ya dhambi. Labda hili ndilo ambalo Paulo alimaanisha aliposema mwili uadhibiwe katika sura ya 5 aya ya 5. Inawezekana pia kwamba mtu huyu mwenye kujamiana na ndugu yake katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 ndiye mtu aliyetubu anayerejelewa baadaye. Tazama Wakorintho wa pili sura ya 2 aya ya 5 hadi ya 10. Marudi ya kanisa yanafikia kusudi lake wakati mshiriki aliyepotoka anapounganishwa tena katika ushirika wa kanisa. Hii ni Julai 20, siku ya Jumatatu, mada ikisema kushughulikia kashfa. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.